hizi za kusema ameanzia kupiga show tena stendi Mwenge, hizi zinakaaje kwako mzee wangu? Kwanza ile ni global tour. Mimi sio Mwenge tu, nipeleke Tandika hapo, as long as you can pay my bill. I don't mind, bro. And I have to marry her. Afishatuahidi wewe ukifika miaka 30 utaoa. I have to marry her. As soon as possible. You know? Mimi nafikiri kwa upande wangu kumalizia hapo hongera pia kwa wote ambao wanafanyika. Nimependa ile mashup yako na Alikiba wakati mko studio. Watu walikuwa wanadhihirisha, of course huu ni Ticha Konde kwa sababu Dave walikuwa wanamwambia hapa kama unasimama kabisa na vitu kama hivyo. Huo ni utaratibu wako ukiwa studio kufanya vile kwa msanii yoyote ambaye utakutana naye, either una kazi naye au huna kazi naye? Mimi I love music. Yani when music plays I go crazy. Mimi napenda tu muziki. And nimshukuru sana Ali. Unajua amekuwa ni msikivu na mtu ambaye anasikiliza. Unajua kwa uwezo wake tangu alipoanza muziki angeweza kuniignore kwamba huyu anazungumza nini. Mimi na been there man. Mimi nishatengeneza hit nyingi. Of course yale ametengeneza hit nyingi kuliko mimi. Lakini mtu ambaye anasikiliza okay, you understand? So that's a special. Sio kila msanii anaweza kusikiliza hivyo. Mwingine anaweza kuignore, yani akakukata kabisa vibe kwa acha tu nifanye zangu mimi niondoke. So alikuwa anasikiliza na vitu vyote tunafanya, so I'm proud of him na namshukuru sana. Mimi muziki wote ukipigwa, yani muziki tu ukipigwa mimi I go crazy. I love music. Yeah. Harmonize, kwa kumalizia Rayvanny alipost kwamba ata perform kwenye World Cup ile countdown lakini baadhi ya watu wamemcriticize sana kwamba mbona unaposti wewe au umealikwa tu na mtu mwingine, kama kawaida ya watu mtandaoni. Yani hawa appreciate kwamba ameachieve kitu fulani ila wana kidogodesha, yani kwamba si kitu wewe unajipendekeza. Kwako wewe as a brother, as mwanamuziki pia ambaye unafahamu hizi na unakutana nazo, kitu gani kikubwa ambacho unaweza kumwambia ndugu yako kwa sababu akienda yeye anawakilisha Tanzania nzima? I mean mimi siku zote sio kwake yeye tu, mimi najiambiaga siku zote you don't have to get people's opinion to be reality. Kwa sababu you're a public figure, what you're doing in public. Yani mimi ukiona post kitu Instagram pale, wewe tukana, cheka, sifia, like I'm ready for that because you make a public. So when you go public means that umeruhusu kila mtu aweke mtazamo wake. It's a social media. So watu ku criticize na mtu kuongea vitu anavyojisikia, it's normal, it's cool. Understand? Ukiona mpaka mtu anaongea kitu basi ujue kimemgusa na amekiona. So mimi naona tu ni good move and it's a good for the game, you understand, and I wish him all the best. You understand? Watu watazungumza watafanya nini, it's okay. Hongera sana, umekuja na global tour na baadhi ya watu walisema Harmonize kaanza global tour Mwenge. Hii ndo global tour mnayosema na nini? Lakini mimi naamini umekula hela ndefu sana pale kwa sababu alafu ni moja kati ya shows ambazo niliziona una mood. Maana tangu unashuka kwenye bus na kuona, yani una mood, ukashuka ukaenda stage ukakimbia na nini, yani the vibe was there, the energy, mpaka unaondoka na kuona bado una energy ya kuperform. Hizi za kusema ameanzia kupiga show tena stendi Mwenge, hizi zinakaaje kwako mzee wangu? Kwanza ile ni global tour. Mimi sio Mwenge tu, nipeleke Tandika hapo, as long as you can pay my bill. I don't mind, bro. Like I mean, mimi nimefanya vitu vingi sana in the game, so sina muda wa kumfurahisha mtu. I do what makes sense, you understand, to me. Kwa sina muda wa kufanya kitu ili nimfurahishe mtu. Mimi nimefanya vitu vingi sana kwenye game. Na kuna mtu anasemaga those people they don't appreciate me enough kwa sababu ukinitoa mimi msanii gani hapa anaweza kaamka asubuhi akatunga wimbo wa Kiingereza akautoa ukaiti. Nitoe mimi tu. Afumweke msanii yote aimbe English hapo atakuchekesha. You understand? That's reality nakwambia. So nishafanya vitu vingi. Abby Chams. I mean Abby Chams, she's good. She's okay. Anajua of course anajua English even more than me. Afu funny enough. Yani mimi sijaenda hata shule kusoma English. Yani of course mimi simjui mtu wote sio anafundisha Kiingereza, never. I just taught myself I want to speak this language. So ukiongea na copy kama ulivyo I'm too sharp. No, okay, kumbe anazungumza hivi anamaanisha hivi. That's why I speak. Na time ambayo nimespend in the US imenipitch ile nikiwa nazungumza hivi. Yani kuna Umarekani ndani yake. You understand? Nimepata ile tone. Neno lako lile ulikuga unasemaje? So boy pass me the weed and bust some real shit. Ile lingine lilitrend sana. Hadi ukampost Kim Kardashian. Mbona Kim anasema hivi mimi mnanizomea? Uko ni neno gani? I forgot man. Lakini unanihamisha kwenye au na Kiingereza vingi. Alavi udambu. Hadi nimesahau tulikuwa I forget the point. Hiyo ya Mwenge. Yeah. So nimefanya vitu vingi sana kwenye game.
Mimi ndo msanii wa kwanza nimetoka kwenye record label nikafungua record label. Amna msanii yote hapa Tanzania na nyimbo na Burna Boy. Burna Boy is the world artist. It's me, you understand? Mimi ndo naweza nikaamka asubuhi nikatoa nyimbo ya Kiingereza ikaiti, na hits za Kiingereza nyingi kuliko msanii yeyote, yani from beginning to the end. English outside in English song pure, bedroom English song pure, fall in love English song pure, single again English song pure, me too English song pure. Zote hizo ni hit, sio nyimbo za kupapasa. Kwa I've done it a lot for the culture. Kwa ukiona nafanya kitu jua tu kina make sense to me. Yani mimi sifanyi kitu kwa kumfurahisha mtu yoyote. That's why you can't bully me. I'm doing myself, you understand? So hela ambayo mimi nimekutajia wewe nimelipo na Safari Laga kufanya ile show, nikikwambia tunaona kama nakutania, lakini achana na hela. Do you know relationship between me na Safari Laga, relationship yetu ipoje after that event? You don't know. Mahusiano yetu mimi na Safari Laga Bia, you don't know after that event yapoje. No, ile ni show yako bora sana kwangu. Sijui kwa wengine, lakini mi energy niliyoiona pale ni kubwa sana. Yeah, so mimi nishavuka kwenye hizo level za kufanya kitu tu watu wataongea nini. No. Watu wataongea nini, itakulaza na njaa. Kuna namna Harmonize huwa inawaumiza pia, sometimes unahisi usisupport kitu kwa sababu nimeona hata ile umeenda kwenye harusi, I think ilikuwa ni Shiki Zako Love na yini ukawaimbia. Unajua kuna namna nahisi mashabiki vile ambavyo sometimes attack na nyinyi mjisikia vibaya. Yes. Kwamba yani kwamba mbona sometimes tunafanya for love alafu mnakuwa hivyo. I mean, ndio maana nikamwambia bana mimi sifanyi kitu kwa kumwangalia mtu anawaza nini. Kitu cha kwanza waachilia how much millions have been paid, nimelipo kiasi gani, lakini mimi ninachoheshimu ni kwamba hao watu ni wapenzi. Na ni siku yao special, wanaoana. Uwezi jua kikaa hivi wanasikiza ngoma zangu, uwezi jua wametongozeana mashairi yangu mpaka wame decide kwamba tumuite Harmonize aje kwenye harusi yetu. I do appreciate that. That's a big day, you understand? So ukiacha millions of money ambazo nimelipwa, mimi na appreciate watu wamekuwa wameona kabisa bwana Harmonize akija kwenye, mimi naongelea na wife kunaambia siku nikikuwa kwenye harusi yetu Ramadi lazima aje kuperform. You love Ramadi? Yes. Kwa sababu most of time mimi nikaa na wife tunasikiza nyimbo za Ramadi. Yani tunasikiza nyimbo zake from beginning to the end. Yani tunasikiza nyimbo za Ramadi. So naamini kabisa kwamba in our wedding list Ramadi atakuja kufanya ataimba. So by any cost. You got the point. So mimi naamini hata yeye ata appreciate watu mpaka wanani concern mimi kuja kuimba. So it doesn't matter how much is gonna charge us. So ukifanya kitu public kikienda hivyo watu wakiwa wanaongea, mimi nachukulia ni kawaida tu, lakini pia tumefika point sasa hivi Tanzania, if you don't talk about me, you gonna talk about who? Yani utamuongelea nani mfano yani? Tufanye mimi sipo. Alikiba, Amona, okay, Diamond. Ujue sasa hali alivyo yeye. Yeye uongea unavyojisikia, yeye anashafanya miaka 20 na yani jamani, you got the point. Fupi uko hapo. Yani yuko hapo anagana ugonana noma na mtu. Unaenda kama maji. Sasa wewe usiponiongelea mimi, wewe jaribu tu kufanya mimi simuongelea Harmonize from today. Then utaona. Maana mimi ni msanii, nitatoa tu muziki. Mashabiki watanisikia, wataniona kila siku. Wewe sasa jaribu sema mimi simuongelea Harmonize. Habari za kijamii. Harmonize bana. Sema na watu wako. Man, it's been a good having conversation na karibuni sana nyumbani. Thank you so much Ricky Media 96 Link. Let's keep pushing, man. Appreciate. This is Konde One Love. Thank